Mtazamaji, tupo na mama mzazi wa Tajiri Chui ambaye kwa siku ya leo baada ya kusikia taarifa ya kwamba Chui hayupo Tanzania, alienda Kenya kwa ajili ya mambo yake mengine, lakini baada ya hapo hakuonekana tena na hafahamiki kule aliko. Tutamsikia mama kile ambacho atakizungumza, lakini pia atatuambia nini ambacho anategemea kuweza kukifanya baada ya kutokumuona mwanae. Mama, habari ya kwako? Habari ya kwangu nzuri na sio nzuri, mbaya. Okay. Sawa, ilikuwaje mpaka Chui atumuone tena ama tumsikie? Mwanangu baada ya wiki iliyoisha hiyo aliniaga, alinipigia simu. Mama, nikamwambia naam mwanangu. Mimi nasafiri kidogo, naenda wapi mwanangu? Naenda Kenya kikazi. Nikamwambia mwanangu mpaka Kenya? Akanambia mama ngoja mimi niende. Nikamwambia sawa mwanangu, Mungu akutangulie. Akanambia sawa. Baada ya wiki ile hapa lilioanza ili baada leo Ijumaa juzi napigiwa simu kusema kwamba mtoto alienda katika jengo moja la kule Kenya kule. Ile jengo lile nasikia serikali ya Kenya sijui imetokea mtafaruku gani sielewi mpaka dakika hii. Wanadaiwa kodi. Wanadaiwa kodi wakafungiwa. Sasa na mwanangu naye alikuwa katika hilo jengo nasikia. Sasa toka siku hiyo nilivyosikia yuko mle ndani mpaka dakika hii hapa mwanangu sijamuona. Nantia uchungu mwanangu kutokumuona. Mama, umejaribu kumtafuta labda kwa njia ya simu? Yaani nimemtafuta kwenye njia ya simu, simu inaita tu lakini hapokei. Hapokei. Na uchungu sana na Wakenya. Mwanangu sielewi amechofanya nini. Na mara ya mwisho kuwasiliana naye ilikuwa ni lini? Mara mwisho kuwasiliana naye baada ya safari hiyo ananiambia anaenda Kenya. Lakini toka alipoenda Kenya sijasema naye tena mpaka hivi ninavyokuambia. Hapa alipo na uchungu sana na mwanangu. Naumia. Najua Kenya wanajua uchungu wa mtoto. Mtoto anauma. Mtoto anauma vibaya. Lakini sasa Wakenya kama kuna kitu alikifanya kwa mwanangu, upesi naomba sana aweze kumwachia mwanangu. Naweza kumpata mwanangu. Mwana. Lakini kama mwanangu hatopatikana, kwa kweli Wakenya wataniona mbaya. Yaani wataniona mbaya sana. Unahisi kuna chochote labda pengine kibaya kitakuwa kimemtokea na ndio maana hapatikani hata pia kwenye simu kujaribu kumpigia? Maana simu inaita, hapokei. Inawezekana kuna kitu kibaya kilichofanywa huko. Tuko kwenye sitafahamu mpaka dakika hii hapa. Na siku ya 3 sijakula chakula nilivyosikia juu ya mwanangu hapatikani, kwa simu inaita tu ila haipokelewi. Afadhali tangepokea simu tu nisikie sauti yake mwanangu. Ananiuma mtoto. Sasa Wakenya kama kuna kitu alichokifanya juu ya mwanangu, kwa kweli leo nitakapotoka hapa nitaenda kuita familia yangu, nitakaa kikao na familia yangu juu ya mwanangu. Naomba Wakenya kama mwanangu kuna kitu kibaya alichokifanya, nitakapokaa kikao na watoto wangu juu ya mtoto wangu, tutafunga safari hapa na familia yangu, tutakwenda hadi Kenya. Nadhani Wakenya wataniona kama mimi ndo mama yake Chui au sio mama yake Chui. Watajua kama mimi Tanzania. Watu wanajiuliza labda pengine kutakuwa kuna kibaya chochote ambacho Chui aliwafanyia Wakenya na ndio maana haonekani. Sio kweli, mwanangu hajawafanyia kitu chochote kibaya kwa sababu safari nyingi sana mwanangu anaenda kila sehemu mwanangu. Yaani kila mpaka Wakota Makopo mwanangu anampenda. Yaani wanampenda vibaya mno. Nasikia uchungu sana juu. Nasikia uchungu juu ya mwanangu. Pole. Naumia juu ya mwanangu. Wakenya zamani sana, naombeni mwanangu. Naomba wamwachie mwanangu. Kama kuna kitu kibaya amefanyia, naomba wamwachie upesi kabla sijafunga safari ya kutoka hapa. Serikali ya Kenya naomba imwachie mwanangu. Nasikia uchungu. Na kwa upande wa Tanzania pengine umejaribu kufanya mawasiliano na mamlaka husika, niko nazungumzia mamlaka za kiserikali kwa ajili ya kuweza kutoa taarifa juu ya hili? Yaani hapa mpaka hapa ninashindwa hata kuongea hata siniseme. Sana nasikia uchungu vibaya. Juu mwanangu uchungu na nini. Yaani hapa sijakula siku ya 3. Nafuniona hapa siku ya 3 sijatia hata maji. Nafunga juu ya mwanangu ili nimpate mtoto wangu. Mara mwisho tulimuona Tajiri Chui alikuwa amejirekodi kwenye clip ya video na akisema ya kwamba anaelekea Kenya kwa ajili ya kwenda kuangalia utaratibu wa lile kanisa ambalo lisemekana ya kwamba limefungiwa la Freemason kutokana na kwamba alikuwa anadaiwa
kodi, lakini mpaka leo hatujamuona. Tuko na mama hapa, kazungumza ya kwake ya moyoni juu ya kile ambacho kinaendelea na alichopanga kuweza kukifanya kwa sasa. Baada ya kukaa kikao cha familia, tuyatarajie yapi? Ya kuyatarajia hapa ni juu ya kumpata mwanangu. Mtoto anauma. Nadhani hata serikali ya Kenya inajua kwamba mtoto anauma. Wanitafutie tu mtoto wangu apatikane kabla tujafunga safari ya kwenda Kenya. Kabla ya kufunga safari ya kwenda Kenya inabidi Chui apatikane, ndio jinsi ambavyo mama anazungumza. Rai yako kwa Watanzania pamoja na Wakenya kwa ujumla kwenye hili? Watanzania wenzangu na waomba tusaidiane kumtafuta mwanetu. Basi. Asante mama, na tukutakie pia mafanikio mema kwenye hili. Na wewe pia. Mama yake Chui au sio mama yake Chui? Watajua kama mimi Mtanzania. Watu wanajiuliza labda pengine kutakuwa kuna kibaya chochote ambacho Chui aliwafanyia Wakenya na ndio maana haonekani. Sio kweli, mwanangu hajawafanyia kitu chochote kibaya, kwa sababu safari nyingi sana mwanangu anaenda kila sehemu mwanangu. Yaani kila mpaka Okota Makopo mwanangu anampenda. Yaani wanampenda vibaya mno. Nasikia uchungu sana juu. Nasikia uchungu juu ya mwanangu. Pole. Naumia juu mwanangu wa Kenya zamani sana. Ombeni mwanangu, naomba wamwachie mwanangu. Kama kuna kitu kibaya amefanyia, naomba wamwachie upesi kabla sijafunga safari ya kutoka hapa. Serikali ya Kenya naomba imwachie mwanangu. Nasikia uchungu. Na kwa upande wa Tanzania pengine umejaribu kufanya mawasiliano na mamlaka husika, niko nazungumzia mamlaka za kiserikali kwa ajili ya kuweza kutoa taarifa juu ya hili? Yaani hapa mpaka hapa ninashindwa hata kuongea, hata si niseme. Sana nasikia uchungu vibaya. Ya mwanangu uchungu nani? Yaani hapa sijakula siku ya 3. Nafuniana hapa siku ya 3 sijatia hata maji. Nafunga juu ya mwanangu ili nimpate mtoto wangu. Yeah, mara mwisho tulimuona Tajiri Chui alikuwa amejirekodi kwenye clip ya video na akisema ya kwamba anaelekea Kenya kwa ajili ya kwenda kuangalia utaratibu wa lile kanisa ambalo lisemekana ya kwamba limefungiwa la Freemason kutokana na kwamba alikuwa anadaiwa kodi, lakini mpaka leo hatujamuona. Tuko na mama hapa, kazungumza ya kwake ya moyoni juu ya kile ambacho kinaendelea na alichopanga kuweza kukifanya kwa sasa. Baada ya kukaa kikao cha familia, tuyatarajie yapi? Ya kuyatarajia hapa ni juu ya kumpata mwanangu. Mtoto anauma. Nadhani hata serikali ya Kenya inajua kwamba mtoto anauma. Wanitafutie tu mtoto wangu apatikane kabla tujafunga safari ya kwenda Kenya. Kabla ya kufunga safari ya kwenda Kenya inabidi Chui apatikane, ndio jinsi ambavyo mama anazungumza. Rai yako kwa Watanzania pamoja na Wakenya kwa ujumla kwenye hili? Watanzania wenzangu na waomba tusaidiane kumtafuta mwanetu. Basi. Asante mama, na tukutakie pia mafanikio mema kwenye hili. Na wewe pia.